Na siasa duni ya chuki na ukabila na migawanyiko na maono fupi na maono ambayo hana maana. Habari ya jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai mmekuwa na Jumapili njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Na watazamaji, William Samoei Ruto leo amekuwa kule Mount Kenya East ambako alikuwa ameenda kwa ajili ya kuhudhuria ibada ya siku ya leo na pia kuendelea na ziara zake za maendeleo, ziara zake za kisiasa, kuendelea kurudisha imani yake kwa watu wa Mlima Kenya. Lakini watazamaji wangu, William Samoei Ruto amekuja kugundua kwamba mambo kwa ground bado hayajakuwa sawa kabisa ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Watu wa Mlima Kenya bado hawawezi kumwamini William Samoei Ruto kwa mara nyingine, kwa sababu aliwaonyesha kwa kuwasaliti ya kwamba hana haja na wao kabisa. Haja yake ilikuwa ni kushinda pale mwaka wa 2022, na baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa urais, yeye akakuja kujitenga tena na watu wa Mlima Kenya, kiasi ya kwamba uhasama ukaingia kati yake na aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, akaweza kufanyiwa impeachment na kuondolewa ndani ya serikali ambayo aliweza kuipigania, serikali ambayo ilimfanya yeye achukiwe na watu wa Mlima Kenya kwa sababu ya kumsupport William Samoei Ruto. Aliyechukua nafasi ya naibu wa rais hapa nchini Kenya sasa hivi, ambaye ni Kithure Kindiki, ndio amekuwa na kipindi kigumu kuhakikisha kwamba Mlima Kenya inarudi ndani ya serikali, Mlima Kenya inarudi kumsupport William Samoei Ruto. Leo wamekuwa kule Meru County, lakini cha kustajabisha, hawa viongozi wawili baada ya kutamatisha hafla yao pale kanisani hawakuweza kuingia ground na kuendelea na ziara zao za kisiasa pamoja na kufanya maendeleo. William Samoei Ruto amekuja kuelewa ya kwamba sasa hivi mambo pale kwa ground sio mazuri kwa upande wake pamoja na Kithure Kindiki. Hata yeye mwenyewe amekuwa akifanya mikutano kule kwenye ikulu ya rais jijini Nairobi. Vile vile naye Kithure Kindiki amekuwa akifanya mikutano kule kwenye ofisi yake jijini Nairobi, ama anaenda kule ground kukutana na wananchi sehemu ambazo zimeweza kufungiwa. Bado William Samoei Ruto akona imani na hao watu wa Mlima Kenya, lakini hao watu wa Mlima Kenya, watazamaji wangu, wamefanya maamuzi. Tunapoelekea pale mwaka wa 2027, kura zao ziko wapi? Je, watazirudisha kwa William Samoei Ruto ama watazipeleka kwenye upande wa Fred Matiang'i ama kiongozi yoyote ambaye atasimama dhidi ya William Samoei Ruto kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2027. Kabla sijakuonyesha mtazamaji wangu yale masaibu ama changamoto ambazo William Samoei Ruto amekumbana nazo kule Meru County siku ya leo, ningependa kukuomba mtazamaji ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, William Samoei Ruto bado kukubalika pale Mlima Kenya inazidi kuwa changamoto. Umaarufu wa William Samoei Ruto unazidi kudidimia. William Samoei Ruto sasa hivi haelewani kabisa na watu wa Mlima Kenya. Ni William Samoei Ruto amesababisha mpaka viongozi wa Mlima Kenya waweze kuchukiwa na wananchi. Kuna viongozi kadhaa kutoka pale Mlima Kenya, watazamaji wangu, ambao tunajua vyema kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili pale mwaka wa 2027 itakuwa ni vigumu sana, hasa ndani ya tiketi ya UDA. Yale mambo ambayo UDA imewaonyesha watu wa Mlima Kenya ni ishara kabisa haina haja na wao kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Unajua watazamaji wangu, sasa hivi kuna agenda ambayo inaenezwa na serikali ya Kenya Kwanza, agenda ya 2 term. Yani ni kama sasa hivi pale Mlima Kenya ndiposa muweze kupata maendeleo ama kufanywa jambo fulani na hii serikali ya William Samoei Ruto, ni lazima muimbe 2 term. Ni lazima muonekane kusupport agenda ya 2 term ya William Samoei Ruto. Lakini wale ambao wamekuwa wakipinga hii agenda ya 2 term, unaona vile ambavyo wameweza kutengwa. Wao hawapewi kipaumbele. Hata zile empowerment program hazifiki kule ukilinganisha na maeneo mengine ambayo yamekuwa yakipata empowerment program mara kwa mara. Sasa hivi ndiposa wewe uweze kupata maendeleo pale Mlima Kenya, uwe ni kiongozi ama yule Mkenya wa kawaida, ni lazima ujiunge na hii agenda ama hii timu ya 2 term. Lakini nayo 2 term pale kwa ground, watazamaji wangu, sio rahisi iweze kuuzika, sio rahisi iweze kukabilika, sio rahisi iweze kukubalika.
aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua sasa hivi ndio kusema pale Mlima Kenya, yeye ndio kusema pale ground. Rigathi Gachagua hahitaji kulipa watu wahudhurie mikutano zake. Rigathi Gachagua hahitaji kumobilize watu wakuje. Yeye akijitokeza tu hivi unaona wananchi na wao wanajitokeza, kwa sababu hapa kwa Rigathi Gachagua ndio wanaona matumaini, ndio wanaona mabadiliko pale mwaka wa 2027. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa William Samoei Ruto akizungumza siku leo kwenye ibada kule Meru County, akizungumzia kuhusiana na wapinzani wake kama Rigathi Gachagua ambao hawana agenda, ambao hawana mpango. Agenda yao tu ni Ruto must go. Unajua William Samoei Ruto amekuwa akiwashangaa hawa viongozi ambao wanasema kwamba agenda namba 1 ni Ruto must go, atakuwa one term. Je, sera zao ni gani? William Samoei Ruto amesahau ya kwamba bado mwaka wa 2027 upo mbali na agenda za upinzani zipo tayari. Wanajua ni mambo gani ambayo watakuja kuyafanya pale mwaka wa 2027 endapo watachukua uongozi. Hebu sikiza ujumbe kutoka William Samoei Ruto mtazamaji wangu, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Nchi na siasa duni ya chuki na ukabila na migawanyiko na maono fupi na maono ambayo hana maana. We need to raise our game as the people of Kenya. Watu wa Kenya mnanielewa jameni? Watu wa Meru, mko tayari tubadilishe Kenya ama mnasema tuendelee na hii maneno hii giza? Tubadilishe. Mnasema tubadilishe hii nchi yetu. Na ndio mnaona, wacha niwaeleze. Mimi nawauliza wananchi wote wachukue kura, si ndio? Vijana wetu mko na nafasi ya kuchukua kura ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Lakini mjue hivi, hiyo kura ni 2027. Ama mnafikiri kura ni siku gani? Si ni 2027? Tuko 2020 what? Saa hii tuko 20. Sasa sikizeni. Na hiyo kura itafanywa siku moja, sio mbili, sio siku tatu, sio wiki moja. Itafanywa siku ngapi? Sasa sikizeni. Ndio hii Kenya imehangaika siku mingi, kwa sababu kuna watu hawana kazi nyingine ya kufanya. Kazi yao ni siasa, asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Jumapili, mwezi baada ya mwingine, Januari mpaka Disemba. Mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya, kura ni 2027, si ndio? Hapa katikati 2025, 2026 tufanyie hawa wananchi kazi jameni. Tupange mambo ya barabara, tujenge hawa watu. Tupange mambo ya stima, tujenge affordable housing, tujenge masoko, tujenge hostel, tuunganishe stima, tupange ile kazi ambayo itabadilisha Kenya. Halafu baadaye tutafanya uchaguzi kulingana na kazi mtu amefanya. Ama namna gani watu wa Meru? Kwani mtu anachaguliwa kwa sababu wako na sura mzuri? Mtu anachaguliwa kwa sababu anatoka kanisa fulani ama anatoka jamii fulani? Si mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya? Ama mnasema? Na mtazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kumsikiza William Samoei Ruto, bado anaendelea kupeana promises, bado anaendelea kuahidi wananchi, watu wa Mlima Kenya ni mambo gani ambayo atawatimizia ndiposa waweze kumchagua kwa muhula wa pili. Ni mambo gani ambayo atawafanyia ndiposa waweze kumwamini tena, kwa sababu sasa hivi imani ya watu wa Mlima Kenya kwa serikali ya Kenya Kwanza imedidimia kabisa, imeisha kabisa. Hata huyu ambaye anatumiwa sasa hivi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza kurudisha jamii ya Mlima Kenya ndani ya serikali ya William Samoei Ruto, Kithure Kindiki amekuwa akikumbana na masaibu kama haya. Unaona saa nyingine anakuwa heckled, anaimbiwa one term. Sasa inakuwa hata wao wenyewe wanaogopa kuingia pale ground, kama tu vile ambavyo wamefanya shughuli zao pale kanisani, na baada ya kanisa wao wakaamua kusafiri na kurudi kwenye ofisi zao, kwa sababu wanajua sasa hivi pale Mlima Kenya bado ground haijaweza kutulia. Tujue itaweza kutulia tena lini ili iweze kumkubali William Samoei Ruto pamoja na Kithure Kindiki. Na kwa mimi hapo watazamaji wangu, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na mapokezi ya William Samoei Ruto kule Mlima Kenya siku ya leo, na vile ambavyo unaona bado Rigathi Gachagua ndio anazidi kuwa tishio kwa William Samoei Ruto pale Mlima Kenya, na anazidi kuwa maarufu zaidi kumshinda hata William Samoei Ruto. Je, unaona kweli William Samoei Ruto ataweza kumdhibiti huyu Rigathi Gachagua kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2027? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe
na pia uweze kulike, kushare na comment, posta ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji wangu, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.